binti wa mfalme aliyetoroka kuolewa na shujaa wa porini. Karibu kwenye Tunu za Kiswahili, hadithi za kusisimua na za mafunzo kwa familia nzima. Zamani za kale, katika ufalme mkubwa wa msingi wa mlimani, aliishi mfalme maarufu kwa hekima na nguvu zake. Alijulikana kwa jina la Mfalme Jabari, mwenye mji uliolindwa kwa kuta za mawe makubwa, walinzi jasiri na bustani za kifahari. Alikuwa na binti mmoja mrembo sana, aitwaye Binti Salma, kijana wa miaka 20 mwenye akili timamu, moyo wa huruma na roho ya uhuru. Sifa za urembo wake zilisikika katika falme jirani. Wafalme na wakuu walituma wajumbe kuomba mkono wake kwa ndoa. Lakini Binti Salma hakutaka kuolewa kwa kulazimishwa. Moyo wake ulikuwa bado haujamchagua mpenzi wa kweli. Yeye alipenda kujifunza, kupanda farasi milimani na kuzungumza na watu wa kawaida wa mji. Siku moja, mfalme alipokea ombi kutoka kwa mwana mfalme Baraka wa ufalme wa Kaskazini, kijana tajiri lakini mwenye kiburi na moyo wa ukatili. Baraka aliahidi dhahabu nyingi, mashamba na jeshi lenye nguvu iwapo Salma angemua. Kwa mkataba huo, Mfalme Jabari, kwa nia ya kuimarisha utawala wake, alikubali ndoa hiyo bila kumshirikisha binti yake. Mara tu Salma aliposikia mipango hiyo, moyo wake ulijaa huzuni. Alijua hatima yake ingekuwa gereza la kifahari, maisha ya kutawaliwa bila upendo wa kweli. Alijua ni lazima afanye jambo. Alimwendea mjakazi wake wa karibu, Mama Zuri, na akamweleza mpango wake wa kutoroka usiku kabla ya harusi. Kwa msaada wa Mama Zuri, alijificha mavazi ya msafiri wa kawaida. Usiku wa manane, alipanda farasi wake mweupe, Nuru, na kupitia njia za siri za mji, akatoroka kwenda milimani. Safari ilikuwa ngumu. Alipitia misitu mizito, kuvuka mito yenye mamba, na kupanda milima yenye mapezi. Kwa siku 3 na usiku 2 hakulala vizuri. Lakini moyo wake ulikuwa na ujasiri, alitamani maisha yenye heshima na uhuru. Katika kijiji cha mbali porini kilichoitwa kijiji cha wapiganaji wa asili, Binti Salma alipokewa na kijana jasiri aliyeitwa Juma, mwana wa chifu wa kijiji hicho. Juma alikuwa mpiganaji shujaa, mlinzi wa wanyonge, na mtu mwenye heshima na busara. Hakuijua binti huyu wa kifalme aliyevalia kama msafiri, lakini alihisi kuwa ni mtu wa kipekee. Kwa siku nyingi, Binti Salma aliishi kijijini hapo, akijifunza maisha ya watu wa kawaida. Aliwasaidia wake wa kijiji kwenye mashamba, alifunzwa kutumia upinde na mshale na hata kujifunza siri za porini. Polepole, moyo wa Salma ulivutiwa na moyo safi wa Juma. Hakuwahi kuona mtu wa daraja la kawaida aliye na moyo mkubwa, mwenye kusikiliza na kuheshimu wanawake. Naye Juma alivutiwa na ujasiri na busara ya Salma. Lakini habari za kutoweka kwa Binti Salma zilifika masikioni mwa Mfalme Jabari. Aliagiza askari wake wa kifalme kumtafuta kila kona ya ufalme na nje ya mipaka. Siku moja, walinzi wa kifalme walivamia kijiji cha wapiganaji wa asili wakimtaka Binti Salma kurudi kwa lazima. Lakini kwa mshikamano wa wanakijiji na uongozi wa Juma, walifanikiwa kuwazuia kwa hekima na mazungumzo. Salma alijitokeza mbele ya walinzi na kusema kwa ujasiri, "Mwambieni baba yangu kuwa siwezi kuishi maisha ya kifungo bila mapenzi ya kweli. Moyo wangu unahitaji heshima na penzi la kweli ambalo siwezi kulazimishwa." Habari hizo, kwa mara ya kwanza, alitafakari matendo yake. Moyo wake ulimwambia kuwa upendo wa binti yake ulikuwa muhimu kuliko mkataba wa kisiasa. Baada ya majuma machache, Mfalme Jabari alifika mwenyewe kijijini. Alimwona binti yake mwenye afya, mwenye furaha, na akiwa na Juma, kijana mwenye heshima na utu wa hali ya juu. Kwa machozi ya furaha, alikubali penzi lao. Kwa sherehe kubwa, ndoa ya Binti Salma na Juma ilifanyika, si kwa amri ya kifalme, bali kwa ridhaa ya moyo wa binti na mapenzi ya kweli. Baada ya muda, Mfalme Jabari alimteua Juma kuwa mshauri wa kifalme, na Binti Salma aliendelea kusaidia watu wa mji na kijiji. Ufalme wa msingi wa mlimani ulijulikana kwa amani, haki na hadithi ya binti jasiri aliyepigania uhuru wa moyo wake. Miaka 3 ilipita tangu ndoa ya Binti Salma na Juma. Waliishi kwa upendo na mshikamano, wakileta nuru mpya katika ufalme wa msingi wa mlimani. Watu wa mjini na vijijini walizidi kuwaheshimu kwa sababu walichanganya hekima ya kifalme na huruma ya watu wa kawaida. Lakini kama ilivyo kwa hadithi nyingi, giza lilianza kutanda tena.
Katika upande wa kaskazini mwa bara, ufalme wa baridi uliokuwa chini ya utawala wa mwana-mfalme Baraka, bado ulijawa na chuki. Baraka hakuwahi kusahau jinsi alivyoaibishwa hadharani pale binti Salma alipokataa kumuoa. Aliona kama Salma alimdhalilisha na akaapa kulipiza kisasi. Baraka alianza kupanga njama ya kulivamia taifa la msingi wa mlimani. Aliunganisha mataifa mengine ya kivita, akaleta wanajeshi waliopitia mafunzo ya kikatili, na akaapa kutwaa ardhi ya Jabari si kwa ajili ya upendo, bali kwa kiu ya nguvu. Siku moja, wakati Salma na Juma walikuwa kwenye mji mdogo wa kusini wakihamasisha elimu kwa watoto wa vijijini, walipewa taarifa: askari wa ufalme wa baridi wamevuka mpaka. Vijiji vitatu vimechomwa moto. Mfalme Jabari ameitisha baraza la dharura. Salma aliinamisha kichwa chake kwa huzuni, lakini Juma aliweka mkono wake juu ya bega lake na kusema, tutapigania haki na maisha ya watu wetu, lakini si kwa chuki, bali kwa ujasiri na hekima. Wakarejea mjini haraka, na Juma aliomba kuongoza jeshi. Wengine walipinga, walimtazama kama kijana wa porini, si askari wa kifalme. Lakini Mfalme Jabari alimuinua kwa mkono na kusema, mwana huyu ndiye aliyeniletea nuru niliyoipoteza. Leo amevaa silaha za utu, si uongozi jina. Vita kubwa ilizuka karibu na mlima wa Mbelele. Majeshi ya Baraka yaliwasili kwa nguvu, lakini wakakutana na jeshi lenye moyo wa watu liliongozwa na Juma, likisaidiwa na Salma ambaye alipeleka huduma kwa majeruhi na kuhamasisha wanawake na vijana kuungana katika kujilinda. Siku ya 5 ya vita, Juma alikabiliana uso kwa uso na Baraka. Wakati wengine walitaka kumpiga Baraka kwa upanga, Juma alishikilia maneno, kiu yako ya kisasi si dawa ya upweke wako. Moyo hauwezi kulazimisha upendo. Baraka, aliyekuwa tayari amechoka, aliangalia macho ya Juma, si macho ya hasira, bali ya msamaha. Kwa mara ya kwanza katika maisha yake, Baraka aliinama na kusema, nimefundishwa kutawala kwa hofu. Ninyi mnafanya hivyo kwa upendo. Baraka aliomba kusamehewa na alirudi kwao akiwa mtu tofauti. Alichagua kujenga badala ya kuharibu. Miaka miwili baadaye, binti Salma alijifungua mtoto wa kike aliyepewa jina la Neema, ishara ya zawadi kutoka kwa Mungu kwa watu wa milimani. Neema alikuwa chini ya malezi ya wazazi wawili waliounganisha dunia mbili, utawala na ujasiri, damu ya kifalme na moyo wa porini. Na hivyo ndivyo binti wa mfalme alivyogeuka kuwa mama wa taifa jipya, taifa lisiloongozwa na sheria peke yake, bali na upendo, usawa na maelewano.